Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inalenga kuwa na mpango wa kuwawezesha wafanyakazi wenye kipato kidogo kununua nyumba bora za makaazi zinazojengwa na Shirika la Nyumba Zanzibar. Ametoa tamko hilo alipozindua mfumo wa kidijitali wa utoaji wa huduma na uzinduzi wa mauzo wa mradi wa nyumba za kisasa wa Mwinyi Housing Scheme uliofanyika New Amani Hotel wilaya mjini. Dr. Mwinyi ameeleza kuwa mpango huo utakuwa na makato madogo ili kuwasaidia wafanyakazi hao kununua nyumba bora za makazi. Rais Dr. Mwinyi amehakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kutafuta fedha zaidi ili kujenga nyumba bora za kisasa za makazi kwa ajili ya kuhakikisha wanapata makazi bora. Amesisitiza kuwa ni jukumu la msingi la serikali kuhakikisha wananchi wanaishi katika makazi bora na yenye salama. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali itaendelea kujenga nyumba za kisasa kwa lengo la kuimarisha muonekano na haiba nzuri wa mji hapa nchini. Kuzindua mambo mawili. Kwanza ni uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa utoaji wa huduma, na pili uzinduzi wa mauzo ya nyumba za mradi mpya wa nyumba za kisasa uitwao Mwinyi Housing Scheme. Miradi yote hii miwili ina umuhimu mkubwa katika kufanikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata makazi bora na kurahisisha huduma zinazotolewa na Shirika la Nyumba hapa Zanzibar. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kwa mara nyingine tena nalipongeza Shirika la Nyumba kwa ubunifu wao wa kuanzisha mfumo huu wa kidijitali tunaouzindua leo hii. Mfumo huu sio tu utarahisisha utoaji wa huduma, bali pia utaondosha matatizo ambayo yalikuwa chanzo cha migogoro katika huduma za ukodishaji wa nyumba hapa nchini. Aidha, mfumo huu utawawezesha wananchi kununua nyumba na kulipa popote walipo, pamoja na kuunganisha mabenki mbalimbali. Hakika haya ni maendeleo makubwa katika sekta ya nyumba na makazi hapa nchini. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, ni jambo la fahari na kutia moyo kuona kuwa malengo ya serikali ya kuwapatia makazi bora wananchi wake sasa yanazidi kupata mafanikio. Kwa sasa juhudi za ujenzi wa nyumba mpya zinaendelea kote Unguja na Pemba. Tumedhamiria kuona miji yetu nayo tunaijenga na kuimarisha ili kwenda sambamba na mabadiliko yanayoendelea katika uimarishaji wa miundombinu yetu. Haipendezi kuona kuna barabara nzuri lakini pembeni mwake kuna ujenzi wa nyumba za makazi na biashara uliofanywa bila kuzingatia mipango miji. Hivyo serikali imedhamiria kujenga nyumba za kisasa na majengo ya biashara ya kisasa, ambayo vile vile itaimarisha hadhi na haiba ya miji yetu. Kwa upande wa nyumba za makazi, hivi sasa serikali kupitia Shirika la Nyumba linaendelea na ujenzi wa mradi wa nyumba 3000 Chumbuni, ambapo nyumba zipatazo 1095 zinajengwa kwa awamu ya kwanza. Hivi karibuni utaanza mradi wa Mwinyi Housing Scheme Kisakasaka, ambao katika awamu ya kwanza nyumba 520 zinajengwa na mauzo yake tunayazindua leo hii. Napenda kuwahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kutafuta fedha zaidi za kuendeleza miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hivyo niwashajihishe mjiandae kununua nyumba hizo. Miradi inakuja, utachagua mwenyewe kama utakaa katika nyumba mpya za Kikwajuni au Saateni au Kwahani au Kisakasaka. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika kutimiza ndoto yetu ya kuwa na makazi bora ya kisasa kama ilivyo katika miji mingine duniani. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutoa wito kwenu kama ule nilioutoa kwenye uzinduzi wa mauzo ya nyumba za kisasa za Chumbuni, kuwa tununue nyumba hizi ambazo zipo kwenye eneo lenye hadhi ya juu, yaani prime area.
Nachukua fursa hii kuwapongeza wale wote ambao tayari wametumia fursa hii kwa ajili ya kujipatia nyumba bora za makazi. Napenda kutumia fursa hii kuwaarifu wafanyakazi wa serikali kwamba tutafanya mpango maalum wa kuwawezesha kupitia makato madogo ya mishahara yao kupata nyumba bora za makazi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu neema na baraka na atuwezeshe kuitekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mafanikio. Mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba Zanzibar, ndugu Sultani Said Suleiman, ameeleza kuwa utoaji wa huduma katika shirika la nyumba kwa sasa ni za kidigitali, kwani utakuwa rahisi kwa wateja wanaofuata huduma, sambamba na kutoa maelezo kuhusiana na mradi huo. Kazi yake ya ujenzi yamekamilika. Mheshimiwa Rais, nikianza na mfumo, leo ni siku muhimu sana katika safari yetu ya kuboresha huduma za umma kwa shirika la nyumba Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba kuwasilisha maelezo ya uboreshaji wa mfumo wa usimamizi wa makazi ya ZSC pamoja na app yake ya ZSC Connect, ambapo ni hatua kubwa ya kiteknolojia inayobadilisha jinsi tunavyotoa huduma za makazi katika visiwa vyetu. Katika uboreshaji wetu tumetumia falsafa 6 za utekelezaji wa mfumo huu. Tukianza daraja la kidigitali kwa kila mwananchi. Falsafa kuu ya uboreshaji, Mheshimiwa Rais, ni rahisi, yenye nguvu na lengo ni kuleta huduma za ZSC moja kwa moja kwa mwananchi popote walipo kwa kutumia ZSC Connect. Hii inamuondolea mwananchi safari ndefu hadi ofisini na kungoja kwa muda mrefu sana. Mambo haya sasa yamekwisha shirika la nyumba. Wananchi sasa wanaweza kufikia huduma za makazi kwa simu zao, iwe wapo Stone Town, Pemba, Dar es Salaam, hata nje ya nchi. Kilicho cha kipekee ni jinsi mfumo huu unavyojumuisha kila mtu. Kwa wale wasio na simu janja, tumeandaa huduma ya USSD zitakazofanya kazi kwenye simu zao za kawaida, kuhakikisha hakuna mwananchi anayebaki nyuma katika mabadiliko haya ya kiteknolojia. Mheshimiwa Rais, falsafa yetu ya pili ni ubora wa uendeshaji kupitia teknolojia. Kwa upande wa ndani, tumebuni upya utaratibu wetu wa makazi, kwani mfumo ulioboreshwa umeanzisha usanifu wa automatic unaoondoa kazi zinazojirundika, kurahisisha mchakato wa kutoa idhini na kuweka uwajibikaji wa kazi kwa kila hatua. Takwimu zetu zinatuonyesha kuwa hili litaongeza ufanisi wa kazi kwa zaidi ya 70%, hivyo kuwafanya wafanyakazi wetu kujikita katika jambo muhimu zaidi la kuwahudumia wananchi vyema. Kila kazi sasa inafuatiliwa, kukaguliwa na kusimamiwa na wakati halisi. Hii ina maana kuwa kila mtoaji wa huduma anawajibika na ana uwezo wa kutoa huduma bora kwa wananchi. Hakuna tena kupotea au sintomfahamu mchakato wa Sasa utoaji huduma utakuwa wazi na ufanisi. Kutoka popote pale ulipo, iwe wewe ni mkazi wa kijijini, mjini, Unguja, Pemba, Dar es Salaam, hata nje ya Tanzania, sasa una fursa sawa ya kupata taarifa ya huduma za ZSC. Wale wanaostahiki makazi wanaweza kukamilisha safari yao yote ya maombi kwa njia ya mtandao, kuanzia uhakiki wa sifa, utoaji wa nyaraka, ufanyaji wa malipo hadi usimamizi wa mali. Kila hatua sasa itapatikana katika ZSC Connect. Mheshimiwa Rais, naomba hapa nitoe maelezo mafupi kwamba kuna nyumba ambazo katika miradi yetu tunazijenga, tutaziacha kwa ajili ya kukodisha watu ambao hata hichi kiwango kidogo tulichokiweka hawawezi kuafford. Kwa hiyo hao watapatiwa nyumba kwa ajili ya kukodi. Hatutoruhusu mtu yoyote ambaye anamiliki nyumba, ana nyumba 2, 3 au nyumba moja, kuja kukodi nyumba ZSC yeye mwenyewe, kwa sababu hiyo inaleta viashiria aidha nyumba ile ataifanyia biashara na kutokulipa, na wale watu ambao wanastahiki kupata hizi huduma za bei nafuu, nyumba za hali ya chini, kama Mheshimiwa Rais anavyotaka watu wakipata chini waweze kupata hii huduma, watakosa. Kwa hiyo hilo Mheshimiwa Rais tutalisimamia, na watu wa vipato vya chini, kina mama ntilie, watapata nyumba hizo. Mheshimiwa Rais, falsafa ya 6 ni kuimarisha wapangaji wa nyumba. Kwa wapangaji wetu, ZSC Connect ni kituo kamili cha taarifa na huduma
ZSC Connect hii inatoa upatikanaji wa papo kwa papo na orodha ya nyumba kupangisha, mchakato rahisi wa maombi na usimamizi wa mikataba kwa njia ya kidijitali. Kwa sasa watumiaji wanaweza kuuliza kuhusu mali yao, kulipa bili, kuripoti matatizo ya matengenezo na kupata taarifa kuhusu mabadiliko ya sera. Yote haya yanapatikana katika ZSC Connect. Hata hivyo, taarifa muhimu za mfumo zinahakikisha wapangaji wanajulishwa kuhusu taarifa muhimu, ratiba za matengenezo au mabadiliko ya sera. Kwa kufanya hivi, ZSC Connect inakwenda kujenga uaminifu na uwazi katika shirika la nyumba kwa wapangaji wetu. Mheshimiwa Rais, kwa kuhitimisha maelezo mafupi ya mfumo, naomba kusema kwamba mfumo mpya wa usimamizi wa makazi Zanzibar na ZSC Connect si tu maendeleo ya kiteknolojia, bali ni uthibitisho wa dhamira yetu kwa ubora wa huduma, uwazi na uwajibikaji. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa, sio tu kuboresha mfumo, bali ni kubadilisha uhusiano kati ya wananchi na huduma za umma. Hakika Dr. Mwinyi ni uongozi unaoacha alama. Mheshimiwa Rais, sasa naomba nitoe maelezo mafupi kuhusu mradi wa MHS. Mradi wa Mwinyi Housing Scheme utahusisha ujenzi wa nyumba zipatazo 1308 katika eneo la Kisakasaka, ambapo ujenzi wake utatekelezwa katika maeneo matatu yaliyopewa majina ya Kisakasaka A, B na C. Katika eneo la Kisakasaka A, Mheshimiwa Rais, tunatarajia kujenga nyumba 240, Kisakasaka B 548 na Kisakasaka C 520. Mheshimiwa Rais, mradi wa Kisakasaka C ambao mauzo yake ya nyumba utayazindua leo utakuwa na nyumba 520 pamoja na huduma nyingine za kijamii kama vile maeneo ya shughuli za biashara, michezo na maegesho ya gari. Mheshimiwa Rais, mradi huu tayari maandalizi yake yamekamilika na ujenzi wake utachukua mabloki 13 kwa kila nyumba na kwa kila nyumba itakuwa na vyumba vitatu na ukubwa wa nyumba utakuwa ni square mita 109 na utachukua kipindi cha mwaka mmoja na mwezi mmoja hadi kukamilika kwake. Matarajio yetu ni kuwa mradi huu utamalizika kwa wakati kutokana na teknolojia ya kisasa ya ujenzi wa nyumba hizi utakaotumika, yani cast in place. Mheshimiwa Rais, shirika la nyumba linakupongeza kwa dhati kwa maono yako yenye nia njema kwa shirika la nyumba na Wazanzibari kwa ujumla katika uwekezaji huu mkubwa wa kuimarisha makazi na wananchi na muonekano mzuri wa Zanzibar yetu katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo umekuwa mstari wa mbele katika kuubuni na kuutengeneza kwa 99% mradi huu hadi kufikia wafanyakazi wa shirika la nyumba kusema kwa jitihada za mradi huu unapaswa kupewa jina la mpiganaji wetu wa maendeleo Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naomba tumpigieni makofi tafadhali. Kwa kipindi kifupi, Zanzibar umekosa uwepo wa miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za kisasa licha ya takwimu ya ongezeko la watu hasa katika maeneo ya mijini kukua kubwa pamoja na kukithiri kwa ujenzi holela wa nyumba za makazi. Maono yako Mheshimiwa Rais yanakwenda kufufua ndoto za rais wa kwanza na muasisi wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar hayati Abeid Amani Karume. Mheshimiwa Rais, naomba na leo niseme tena, Martin Luther King Jr. alisema, "The time is always right to do what is right." Mwisho wa kunukuu. Kauli hii inasisitiza umuhimu wa kuchukua hatua bila ya kusubiri wakati unaofikiriwa kuwa bora, kwa sababu muda wa kufanya hilo lililo sahihi ni sasa. Aidha, Mheshimiwa Rais, ujenzi wa nyumba za bei nafuu 1000 huko Chumbuni wilaya mjini Unguja ambao umeanza pamoja na mipango mengine ya ujenzi wa nyumba za makazi kama miradi ya Saateni 209, Kikwajuni 1095, Mombasa Phase 2, Kiembe Samaki, Mabaoni Pemba Nyamanzi nayo yako karibuni kuweza kuanza. Kiembe Samaki tayari Mheshimiwa Rais umefika 45% tumeshajenga na tunaendelea, lakini baada ya muda mfupi ndani ya wiki moja wiki mbili Mombasa Phase 2 itaendelea na Chumbuni inaendelea kung'ara. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Hakika Dr. Mwinyi ni uongozi unaoacha alama. Mheshimiwa Rais, shirika la nyumba limefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha
maelekezo yako ya kuhakikisha nyumba zinazojengwa na shirika la nyumba zinakuwa bei nafuu kwa kadri inavyowezekana. Napenda nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, shirika la nyumba linafanya hivyo na litaendelea kufanya hivyo, na ndiyo siri iliyopo kuona nyumba hizi zinanunuliwa na kumaliza kwa haraka kabla mradi kukamilika. Shirika limeandaa utaratibu mzuri wa kuwauzia wananchi nyumba mpya zinazoendelea kujengwa kupitia mabenki mbalimbali ambayo wanaweza kulipa fedha kwa kiwango kidogo kwa kipindi cha muda mrefu kisichozidi miaka 25, hatua ambayo inalenga kuwawezesha wananchi wa vipato vyote kuweza kumudu nyumba hizo. Kwa upande wake, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar, Mheshimiwa Rahma Kasim Ali, amesema amefungua huu mfumo muhimu kwa ajili ya kurahisishia hizo huduma kwa wananchi. Naomba nikushukuru sana kwa niaba ya wizara kutokana na miongozo, maelekezo yako unayotupatia. Mheshimiwa, yote haya ni maono yako, unatuongoza sana Mheshimiwa, kiasi ya kwamba tunaona kama unatupendelea kwa kutuongoza, kwa sababu sekta zote mbili, kwa upande wa sekta ya ardhi na sekta ya makazi, zote unatuongoza vizuri. Mheshimiwa, nitoe taarifa tu kidogo. Leo tumezindua mfumo muhimu ambao umepunguza zile changamoto, umerahisisha mwananchi kupata huduma. Wiki iliyopita Mheshimiwa Rais, tumezindua kanuni ya uhaulishaji wa ardhi ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa kupitia kamisheni ya ardhi, na kama tunafahamu kwamba kamisheni ya ardhi 80% kazi zinazofanya ni uhaulishaji. Kwa hivyo juzi tumezindua kanuni yake ambayo imerahisisha, imeondosha urasimu, na urasimu wenyewe ni kwamba una vifungu vingi kanuni, lakini kimoja ni kwamba yale maeneo ambayo yamepimwa na serikali, ukichukua fomu ya uhaulishaji ilikuwa uanze kwenda kwa sheha, alafu pisha kwa mkuu wa wilaya, alafu uende kwa halmashauri, ilikuwa ni mzunguko. Hatukuweka hapa kutokana na jambo la leo sio hahusiana na masuala ya ardhi, lakini nataka kusema tu kwamba tumepunguza urasimu mkubwa. Kwa hivyo fomu zile sasa hivi haziendi kwa sheha wala haziendi kwa mkuu wa wilaya, zinakuja moja kwa moja. Mwananchi anakuja kamisheni, akisha kuchukua fomu ya uhaulishaji, katibu mtendaji anajiridhisha vipimo kupitia mkurugenzi wa upimaji, anabadilisha, wanatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hivyo Mheshimiwa, nikwambie tu kwamba Wizara ya Ardhi tunajitahidi sana kwenda katika masuala ya kurahisisha hizi huduma. Lakini kitu kingine Mheshimiwa, naomba niseme kwamba kulikuwa na changamoto sana ya migogoro ya ardhi. Kwa hivyo tumeona katika maeneo ya uwekezaji, mwananchi yoyote ambaye atakwenda kuuza kwenye maeneo yake ya ardhi, kwanza lazima apate ushauri wa maandishi. Kwa mfano, kipande chako cha ardhi katika maeneo ya uwekezaji, uje katika kamisheni ya ardhi kwa maandishi, ndio utakwenda kuruhusiwa kuuza. Utakapokwenda kuuza bila kupita kamisheni ya ardhi, kupata ushauri kwa maandishi, ina maana eneo lile halitahaulishwa. Kwa hivyo nikwambia tu Mheshimiwa, tumejitahidi na tutaendelea kujitahidi kwa sekta zote mbili, na kama tulikwambia tu kwamba kulikuwa kuna jambo jingine la masuala ya uthamini yalikuwa yana shida sana. Tumeandaa pia mwongozo wa fidia, uthamini wa fidia nao tayari tumeuzindua. Kwa hivyo Mheshimiwa, tuna mambo mengi ambayo tumeyafanya, na kwa kweli tulikuwa tuna kijambo cha wizara nzima, lakini tumeona na tunakuja nacho kuja kuonyesha zile kazi ambazo tumezifanya na tunaendelea kuzifanya. Lakini tumeona kuna haya mambo ambayo ni muhimu na na changamoto, bora tuyazindue, ikiwemo hiyo kanuni, ikiwemo mwongozo wa fidia pia tutakuja kuzindua. Lakini leo tumekuja na mfumo huu ambao una changamoto kubwa sana kwa wananchi. Lakini pia nimshukuru sana mkurugenzi Sultani, kila siku namsifu, na kusifiwa ni haki yake kwa sababu anatusaidia sana. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.